Mratibu wa mabadiliko ya tabia ya nchi kwa vijana, Male James Kaselenge, amesema mradi wa kuwawezesha vijana kukubaliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi umeonyesha mafanikio makubwa, huku vijana wakionyesha uwezo tayari wa kubuni suluhisho mbalimbali ya changamoto zinazotokana na mabadiliko hayo. Amesema hayo wakati wa ziara kutembelea miradi ya vijana iliyowezeshwa katika awamu ya pili ya mpango huo, ambapo wajumbe wa kamati ya baraza la jiji Zanzibar walitembelea vikundi vitatu vya vijana na kujionea utekelezaji wa shughuli mbalimbali pamoja na changamoto zinazowakabili. Kaselenge amesema pamoja na changamoto zilizopo, vijana wameonyesha dhamira ya dhati ya kushiriki katika kulinda mazingira na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo. Ameeleza kuwa mpango huo unawalenga vijana wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 24 kwa kuwajengea uwezo wa kubuni na kutekeleza miradi inayochangia kuhifadhi mazingira na kukubaliana athari za mabadiliko ya tabia ya nchi katika jiji la Zanzibar. Aidha, ametoa wito kwa serikali, baraza la jiji la Zanzibar, mstahiki meya pamoja na wadau wengine kuendelea kuwaamini, kuwawezesha vijana, akisisitiza kuwa wao ni nguvu ya taifa la leo na kesho. Amesema kuwawezesha vijana ni hatua muhimu katika kujenga Zanzibar safi, ya kijani na yenye mazingira salama kwa vizazi vijavyo. Kwa jina naitwa Male James Kasolezi, mratibu wa mpango wa mabadiliko ya tabia ya nchi kwa vijana ambao unaratibiwa na baraza la jiji la Zanzibar. Leo tuko na ziara fupi ya kutazama mienendo ya miradi ya vijana wetu ambayo iliwezeshwa awali kwa awamu ya pili ya mpango wa mabadiliko ya tabia ya nchi inayojulikana kama Youth Climate Action Fund, ambayo imefadhiliwa na shirika la kimaendeleo linaloitwa Bloomberg Philanthropies kutoka nchini Marekani, pamoja na Umoja wa Majiji Duniani na Umoja wa Mataifa. Kwa pamoja na wanakamati wa huduma za jamii kutokea baraza la jiji la Zanzibar, tumetembelea vikundi vipatavyo vitatu na changamoto nyingi tumebaini, lakini pia tumeona utayari wa vijana katika kuleta suluhisho la athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kama kawaida, mradi wetu ulikuwa unahusisha vijana wa umri kati ya miaka 15 mpaka 24. Wao na uwezo wa kubuni na kung'amua lipi litakuwa suluhisho la athari za mabadiliko ya tabia ya nchi kwenye jiji lao. Kwa hiyo kazi yao kubwa ilikuwa ni kuhakikisha wana partner na meya wao, kuhakikisha kwamba wanaleta suluhisho la kibunifu la mabadiliko ya tabia ya nchi, hasa kwa jiji la Zanzibar. Tuliojionea, ndugu waandishi na wale watakao tutazama siku ya leo, ni kwamba vijana walishajiika, lakini kwa bahati mbaya baadhi yao hawakuwa na uwezo wa kusimamia vizuri miradi ile. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana, wito wangu kwa serikali, wito wangu kwa baraza na wanakamati, lakini pia kwa mheshimiwa mstahiki meya wa jiji la Zanzibar, aendelee kuweka jitihada na juhudi kubwa za kuamini vijana, maana tunaamini hili ndio taifa la leo na la kesho. Kwa hiyo tukiwekeza kwao, tunaamini kabisa kesho yetu itakuwa endelevu na Zanzibar itakuwa safi na ya kijani. Kwa hiyo kwa tathmini fupi ya kile tulichokibaini ni kwamba vijana wanahitaji usimamizi wa karibu zaidi ili tuweze kuwa na matokeo endelevu. Ile sustainability tunayoitazamia ya hili suluhisho la mabadiliko ya tabia nchi iwe ni endelevu. Na bahati nzuri kipaumbele cha baraza la jiji la Zanzibar ilikuwa ni masuala ya usafi, kuimarisha ukijani na sura ya mji wetu, lakini pia fursa za ujasiriamali kwa vijana. Sehemu ambayo inaonekana ina changamoto ni kwenye ujasiriamali, kwa sababu kama vijana wangeweza kuweka jitihada nzuri za kuendeleza miradi yao kijasiriamali, inamaanisha kwamba hawahitaji ruzuku nyingine. Zaidi ya yote, wao wanaweza kalichangia baraza la jiji la Zanzibar kwa kutengeneza mfuko wao maalum wa vijana na kuweza kusaidia vijana wengine ambao hawajapata fursa hiyo. Kwa hiyo wito wangu kwa mashirika na wadau mbalimbali wa mazingira na wa masuala ya maendeleo ya vijana ni kwamba tuamke, tuwasapoti vijana. Huenda kwa hili tumejifunza, lakini ziada ni kwamba vijana tukiwawezesha wanaweza wakafanya makubwa zaidi. Kwa upande wake, mwanachama wa klabu ya mazingira skuli ya Kisiwandui, Mundhiri Mgeni Musa, amesema mradi wanaotekeleza ni kuhusisha upandaji wa miti
ufugaji wa samaki, shughuli ambazo zimewawezesha kushiriki katika maonesho mbalimbali ikiwemo maonesho ya Sabasaba. Amesema mradi huo umeongeza uelewa wa vijana kuhusu umuhimu wa utunzaji wa mazingira na kuhamasisha kushiriki kikamilifu katika upandaji wa miti ili kuchangia kuwa na mazingira safi na salama. Kwa jina naitwa Mundhir Mgeni Musa, ni mwana klabu ya mazingira skuli ya Kiswandui. Nimesimama hapa mbele kuelezea mradi wetu wa klabu ya mazingira skuli ya Kiswandui. Mradi wetu umegawanyika katika miradi miwili ambao mradi wa kwanza ni upandaji wa miti na bustani, mradi wa pili ni ufugaji wa samaki. Tulianza katika mradi wa kwanza upandaji wa bustani 9 na za nje 10. Kupanda miti mbalimbali ikiwemo mahmeli, mwarshaboda na miti mengineyo kadhalika. Tukaja katika mradi wetu wa pili ambao ni ufugaji wa samaki. Ufugaji wetu wa samaki umegawanyika katika vituo vikuu 4. Vituo wa kwanza ambavyo kwa samaki wakubwa tumewapeleka katika maonesho ya Sabasaba Day. Kitoto cha pili ni samaki wa saizi ya kati ambao tumewaletea katika bwawa dogo. Na kitoto cha tatu ni samaki wa duchu kama tulivyoona kule mwanzo, na kitoto cha 4 ni samaki wa duchu. Yani mazalio mbegu. Nikiripoti mimi ni Musa Ahmad wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.